Leo tuna somo zuri ambalo linahusu maombi. Somo zuri sana ambalo linahusu maombi. Somo linasema jua ni wakati gani unafaa kwa maombi yapi. Jua ni wakati gani unafaa kwa maombi yapi. Jua ni kwa wakati gani. Ni kwa wakati gani unafaa kwa maombi yapi. Kwa sababu nilikuwa kwenye maombi nikawa najiuliza, baadaye Mungu naye akaniambia, kwani wewe wakati gani unaomba vipi? Lakini watu wengi waliokoka wanaomba uniform bila kujua kwamba huu ni wakati upi na mazingira yapi. Kwa hiyo leo utajua we mwenyewe kwenye maisha yako kwamba nyakati gani ulizokuwa nazo utumie maombi yapi ili upokee kwa wakati. Haleluya. Kwa hiyo tutajifunza namna bora ya kuomba. Tufungue kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 5. Mathayo 6 mstari wa 5. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako, kisha kufunga mlango wako, usali mbele ya Baba yako aliye silini, na Baba yako aonaye silini atakujaza. Haleluya. Tunaona jinsi ambavyo Mungu anawafundisha watu kusali, kwa sababu alijua kuna makosa mengi yanafanyika kwenye kusali. Sasa akutaka hayo makosa yafanyike kwenye maisha yetu, anawaelekeza watu kwamba mkitaka kusali, sali 1, 2, 3. Endelea mwisho. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamwomba. Haleluya. Mkiwa katika kusali msipayuke payuke. Mkiwa katika kusali, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua mnayohitaji. Sasa anajua tunayohitaji, kwa nini asitupe sasa bila sisi kuomba? Kama yeye Mungu anajua kwamba sisi tuna uhitaji wa kitu fulani, lakini sasa mbona mpaka tuombe tufanye hivi ndio tupokee, wakati anajua? Sasa ndio Mungu tunaanza maombi ya kwanza kabisa ambayo mtu nitakiwa aanze nayo kwenye maisha yake ni maombi ya kujua kesho yako. Yaani maombi ya kujua nini? Kesho yako, ya kuombea kesho yako. Haya maombi yanafanyika kipindi ambacho katika hali nzuri. Yaani kwa mfano ni mtu unasoma, ni kipindi cha kuombea kazi yako, au hujaolewa unaombea ndoa yako, unaombea watoto wako, unaombea biashara yako, unaombea kile ambacho unakiombea bila pressure, unakiombea kwa utulivu. Haya ni maombi ya kwanza ambayo mtu nitakiwa awe nayo, na anapoyakosa basi inakuwa ni changamoto. Tufungue kitabu cha Isaya. Isaya 41 mstari wa 21. Isaya 41 mstari wa 21. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Haleluya. Mungu anatuambia kuna maombi ya kwanza kabisa ambayo anataka ni mahoja. Hoja zenye nguvu. Hoja ili akufanyie jambo. Haya ni maombi ambayo mtu anapiga magoti kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya watoto wake. Akimwambia Mungu, watoto wangu natamani wawe kitu fulani, anaenda na hoja kwamba watoto wangu hawa nataka wawe 1, 2, 3. Anaijengea hoja kwamba je, Mungu atanufaika na nini kwenye huo mpango wake anaotaka.
Kwa hiyo Mungu naye kwa upande wa pili ni Mungu mwenye hoja. Ni kitu gani kinamshawishi Mungu mpaka anaamua kukupa kile? Ndio maana amesema anataka hoja. Kwa hiyo lazima uandae hoja mbele za Bwana ukimwendea kwa sababu ya kesho yako, ili aione faida yake binafsi kwanza, ndipo utapokea. Nafikiri kuna kitu umepokea. Kwa hiyo watu wengi wanapoenda kwenye maombi ya hoja, wanaenda lakini hawana hoja. Mungu, nipe kazi ili iweje? Watu wananicheka sana, dharau zimezidi mtaani. Hizo sio Mungu angalii, wala hana mpango na hizo. Mungu anataka umjengee hoja kwamba hii atafaidika vipi, wazazi wako atafaidika vipi, nchi yako itafaidika vipi, sio wewe. Yaani Mungu adili na wewe, kwa sababu atakapokupa hizo anazotaka kukupa zitapitia kwako, utafaidika tu, lakini anataka aone jinsi ambavyo zitatoka kwako kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya watu wengine. Hayo ndio maombi yenye hoja. Kwa hiyo unapokosa maombi haya yenye hoja, ni vigumu wewe kupokea, kwa sababu Mungu anajua unachokihitaji. Lakini je, akikupa utatumia kama anavyotaka? Kwa sababu yeye tayari ashakuwekea hoja ndani yako kabla misingi ya dunia haijawekwa. Kwa hiyo anasubiria aione ile akili aliyoiweka ndani yako, kwamba wewe upo duniani kwa sababu ya kugusa wengine, kwa sababu ya kufanya ufalme wa Mungu, kwa sababu ya kufanya familia yako itoke kwenye shida, itoke kwenye matatizo, familia yako iwe familia ya tofauti. Sio wewe, sio wewe, sio wewe, kwa ajili ya jamii inayokuzunguka. Hilo ni jambo la kwanza. Haleluya. Fungua kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo. Waraka wa Yakobo 4 mstari wa 3. Yakobo 4 mstari wa 3. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Haleluya. Hata mkiomba hampati, kwa sababu mnaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa hiyo Mungu kumbe muda mwingine anaangalia watu wanavyoomba, hawapi vile vitu kwa sababu wanaomba kwa sababu ya kwenda kuvitumia katika njia ile ya tamaa. Kwa hapati. Kwa hiyo kuanzia leo unapoomba, hakikisha unajenga hoja. Unamtengenezea Mungu hoja. Na mara nyingi watu wengi wanapoomba, wanaomba lakini wanaenda kwa mazoea. Yaani alivyoomba jana ndio atakavyoomba leo. Badilisha hiyo system. Kila siku ni siku mpya kwa Bwana. Haleluya. Omba ukimaanisha kwamba Mungu leo ni tofauti na jana, atanisikiliza tofauti na alivyonisikiliza jana. Mjengee Mungu hoja. Haleluya. Nenda kwa imani. Nenda umejiandaa. Hayo ni maombi ya kwanza. Haleluya. Sasa jambo la pili. Haya ni maombi ya mtu anayemjua Mungu. Mtu anayejua kwamba amemkosea Mungu. Mtu anayejua uhusiano wake na Mungu umetetereka. Mtu anayejua kabisa kwamba hapana, kuna kitu akijakaa sawa kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nifanyeje? Nimsogelee Mungu tena, ule uwepo wa Mungu niuone tena, ile presence ya Mungu nione tena. Huyu mtu anakuwa na maombi ya toba. Fungua kitabu cha Danieli 9 mstari wa 3. Danieli 9 mstari wa 3. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Haleluya. Huyu Danieli ilifika sehemu kwamba ameona kuna mistake imeshatokea. Wana wa Israeli wamemkosea Mungu. Sasa atafanyeje kurudisha uso wa Bwana kwenye mazingira ya wana wa Israeli? Atarudishaje presence ya Mungu kwenye maisha yake? Atarudishaje maisha ya Mungu kwenye maisha ya wenzake? Ikabidi sasa aanze toba. Ndio maana anasema akavaa nguo za magunia, akafunga, akaomba, akajinyenyekeza mbele za Bwana. Sasa unaweza kujiuliza, pastor, dunia sasa hivi mimi tavaaje gunia? Kuvaa gunia kwa sasa hivi kuko hivi. Unapoona kabisa kwamba kuna kitu hakijakaa sawa kwenye maisha yako na uko katika kipindi cha toba, lazima uwe katika hali ya toba. Hali
ya kujishusha, hali ya kuwa maisha ya kawaida. Kwa mfano, unapenda sana wali nyama, si ndio? Au wali maharage, ndio chakula chako pendwa. Unapenda sana kupendeza, unapenda. Kwa hiyo kuna vitu lazima vipunguze kwa sababu ya unyenyekevu. Mwili unyanyase, mwili utaabishe, na mwili uambie tumekosea, tumemkosea Bwana, mimi na wewe. Mimi ni roho, lakini we ni mwili, tumemkosea wote Mungu. Kwa hiyo vyote lazima viingie katika adhabu, katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya humbleness, katika hali ya kutengeneza ili Mungu akuelewe, kwa sababu chanzo kilichosababisha wewe mkosee Mungu ni huo mwili. Kwa sababu roho hainaga shida na Mungu, ni mwili tu. Kwa hiyo huo mwili ulioleta kiherehere lazima na wenyewe ujishughulishe, ujue kwamba kilichotokea kilikuwa sio sahihi. Kwa hiyo utaufungisha, utaulisha, kwa utaupendezesha, utanyenyekea, utaonyesha kitu fulani. Hautauruhusu upate chochote unachotaka wenyewe, utauruhusu upate kile ambacho roho inataka kipate, sio mwili. Hiyo ndio toba, hiyo ndio toba, hiyo ndio toba. Haleluya, hiyo ndio toba. Nakumbuka kipindi naokoka, baada ya kwenda kanisani nikampenda Mungu, nikajitafakari. Sijajua akili nilitoa wapi. Nimemkosea Mungu maisha yangu muda mrefu sana. Ni kitu gani ambacho ninakipenda sana, ambacho kula sio shida, kukitumia sio shida wala sio dhambi, lakini nataka nikiache tu kwa miaka mingi, kwa miaka mingi, mpaka nitakapoamua mwenyewe nionyeshe kwamba Mungu nakupenda, nimefurahi kuokoka. Mimi napenda sana kitu moto, kipindi kabla sijaokoka. Kwa hiyo nisema nisitakula kitimoto miaka kadhaa. Nimeishi kwenye wokovu miaka 3 na kitu, miaka 4 sili kitimoto. Naipenda, napita tu nikimwambia Mungu asante kwa kunitoa kwenye shida huko. Asante. Miaka 3. Nimekuja kwanza kula kitimoto mwaka wa 4 kwenye wokovu. Nini? Nilitaka kuambia mwili kwamba mwili, nimeacha vyote, hata hiki kingine chakula nina uwezo kuacha na hiki kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo mwili wako unaotengeneza mazingira ya kutii sauti ya Mungu. Yaani kuna mtu hapa unaweza kupanga kwamba kuanzia sasa hivi sinywi soda. Ukasema sinywi soda hata miezi 3. Lakini wiki ya kwanza tu unapita sehemu unasikia soda zimetoa jasho kwenye friji ambayo ina kioo. Zinatoa jasho tu hivi. Sasa jiulize, hiyo tu hali tu kidogo tu, unaambia Yesu wetu ni upendo, mimi siishi kwenye sheria. Unaanza kungitafuta mafunuo yako, alafu nipe Coca-Cola ya baridi. Unakunywa, unajisahaulisha kwamba uliongea na Mungu, uliweka nadhiri. Watu, haleluya. Kwa hiyo kama lile jambo tu la soda limekushinda, hayo mengine utaweza? Hautaweza. Kwa hiyo nikushauri kuanzia leo, hakikisha muda mwingine kuna vitu unavipenda kuvistopisha. Itakusaidia we kufika sehemu unakotaka, kwa sababu hakuna raha kuishi kwenye wokovu alafu kwa kawaida. Na tuko kawaida kwa sababu hatuwezi kujisimamia, tunaomba vibaya. Tuvitumie kwa nini? Kwa tamaa zetu. Haleluya. Endelea. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikae maagano na rehema kwa wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi. Naam,
hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. Bwana, haki na wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso kama hivi leo. Kuna haya ya nini? Kuna haya ya nini? Umejua watu wengi hawanaga haya mbele za Bwana, na hicho ndio kinasababisha toba zao hazinaga nguvu, kwa sababu Bwana haya. Linapotokea jambo kwamba amefanya jambo hovu mbele za Bwana, aendi mbele za Bwana kwa haya, anaenda kuna uso wa haya mbele za Bwana. Umejua tunapokuwa tunaenda kuomba, ndio maana tutotofautiana. Wengi tukipiga magoti tunajua tuko kwenye presence ya Mungu. Yaani nikipiga magoti hivi, sijapiga mbele zenu nyinyi, nimepiga mbele za Bwana. Kwa hiyo hapo tayari hapo nipo kwenye madhabahu ya Mungu, inaongea naye. Kwa hiyo tayari tunaonana uso kwa uso, ananisikiliza na mimi naongea naye. Kwa hiyo sharabuseteida. Hebu ngoja nitoe mfano mwingine. Wote hapa mnafanya kazi, au wote mmeshawahi kwenda kwenye interview, au kuna mtu una shauku sana kuonana naye, yaani una shauku kuna siku kutane naye, lakini hiyo siku ukakutana naye, ile presence yake unahisi vipi? Uwepo wake pale karibu naye, ofisini kwake, umeambiwa nani kesho utaona mtu fulani. Kweli kweli. Sasa ndio jinsi watumishi wa Mungu wanapoenda kuomba, wanakuwa wanajua wako mbele za Bwana kwa staili hiyo. Ndio maana wana tahadhari kubwa, wanaongea kwa hofu kwa sababu wako mbele za Bwana. Ndio maana msema leo mimi niko mbele za Bwana. Niko mbele za Bwana kwa sababu yuko kwenye presence ya Mungu. Kwa hiyo hata maombi yake yanaenda kwa hofu na kwa nidhamu. Sasa jiulize, wakati uko kwenye presence ya Mungu, maombi yako yana nidhamu ipi? Yana akisi uko mbele za nani? Sababu mtu mwingine anaenda kuomba kwa na bigijio. La kashanda maanda shanda leko sande bosheke teka paka toshi. Huwezi kupokea. Kwa hiyo watu wengi wanapoenda kwenye toba hawachukulii mazingira ya Mungu kama userious, kuchukulia hivi. Ndio maana mambo yanakuwa kama jana, kama juzi, kwa sababu umeenda kama jana, umeenda kama juzi. Kuanzia leo hakikisha unaandaa mazingira ya kiroho na ya kimwili wakati wa kwenda mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Haya ya macho. Muone Mungu haya. Muone aibu. Jistukie. Jistukie. Utaona kuna kitu kinatofautika. Haleluya. Hayo ni maombi ya nini? Maombi ya toba. Maombi ya toba vile vile yanaendana na mazingira yako unayoandaa, kwenye chakula, kwenye mavazi, kwenye kujitenga, kwenye kutunza kinywa chako, kwenye nidhamu, jinsi ya kuwasiliana na Mungu. Hautachukua muda mrefu, utasikia amani ndani ya moyo wako. Na ukishasikia amani ndani ya moyo wako, tayari toba yako imepokelewa na umesamehewa. Jambo la mwisho ni emergency case. Kesi ya dharura. Umejua kama dunia unavyoona kuna emergency case. Kuna simu inapigwa TANESCO, imepigwa fire, unapiga polisi kwa ajili ya kuomba msaada. Na mbinguni hivyo hivyo. Mbinguni kuna maombi ya ziada, maombi ya emergency ambayo yanataka majibu haraka. Na watu wengi ya maombi hawayajui. Na hata kama wakijajua, hawajui jinsi gani ya kuandaa ili yawe na nguvu. Haleluya. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume 10:10 mstari wa 3. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 3.
akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini? Kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Haleluya. Sala zako na sadaka zako zimefika juu, zimekuwa nini? Ukumbusho. Sasa unapoenda kwenye maombi ya emergency, kinachokuja kukutoa kwenye hiyo emergency yako, una stock gani kule? Una stock gani? Ile stock yako ndio itashushwa kwa ajili yako kukusaidia. Hebu rudia tena. Matendo ya Mitume 10:3. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana, malaika wa Mungu akimjia na kumwambia, Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Haleluya. Unapokuwa kwenye kesi, unaumwa huko hospitali kitandani, hiyo ni emergency case. Mtoto wako anaumwa, hiyo ni emergency case. Mme wako amekwambia kwamba sikutaki, hiyo ni emergency case. Mke wako amekwambia anaondoka, hiyo ni emergency case. Ofisini umeambiwa utendaji wako wa kazi sio mzuri, tunakutafakari, tunakufikiria, hiyo ni emergency case. Hiyo ni emergency case. Wazazi wako wanaumwa, hiyo ni emergency case. Hiyo ni kesi ya dharura. Mtoto wako amekuja kukwambia, mama, nimepata mchumba, hiyo ni emergency case. Sio kucheka, kwa sababu wengine wakaambia nimepata mchumba anacheka mpaka anaruka juu. Inawezekana ni bomu limekuja nyumbani. Hiyo ni emergency case. Ni emergency. Sasa hizi kesi za emergency unaanza kuziomba kwa kumkumbusha Bwana. Bwana, kumbuka. Kumbuka, nimekutumikia ujana wangu wote. Sijawahi kukosa kwenye kazi yako. Sijawahi kuitwa na pastor kufanya kazi yako alafu nikaacha kwenda. Sikumtii pastor, nilikutii wewe. Angalia ninavyokutolea Bwana. Sijawahi kukuacha kutolea fungu la 10. Sijawahi kuacha. Hizo ndio namkumbuka Bwana kwenye stock uliyoweka. Ndio maombi hayo. Yaani tofauti na hapo utaomba hakuna kitakachoapia. Wewe mkumbushe Bwana, na Bwana muda unapomkumbusha haichukui masaa 3, haichukui siku nzima, utakuwa huko huru. Wala hitaji mambo mengi, si shetani koma, shetani niache, shetani. Wewe tayari uko chini. Gari imekaribia kupata ajali, umeshaumia mguu, umeshakuwa huku. Wewe ile ni emergency, unataka unyanyuke pale, mtoto wako anyanyuke, kazi yako irudi kwenye mikono yako, nimkumbushe Bwana. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya kumkumbusha Bwana. Haleluya. Mnamkumbuka nani? Mnamkumbuka huyu Dorcas alivyofariki kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Amefariki Dorcas. Wajane wanamfuata Petro, wanamwambia Petro, Dorcas kafariki. Sisi Dorcas alikuwa anatushonea nguo zetu kama wajane. Kwa hiyo tunamhitaji Dorcas. Kwa hiyo kumbe Dorcas katika hazina yake aliweka upendo. Kwa hiyo Dorcas anakuja kufufuliwa kwa sababu ya watu wanataka majoo. Haleluya. Mnamkumbuka Hezekia? Muda umefika na nabii amekuja kanisa, amekuja akamwambia nabii Isaya, akamwambia Hezekia, hakika utakufa. Kwa hiyo wewe andaa mambo yako haraka haraka, utakufa, mimi naondoka. Hezekia akageuza mgongo ukutani, akasema na Bwana,
Na katika wafalme wa Israeli wa kipindi hicho ambao walifanya kazi ya Mungu kwa upendo na kwa kujitoa ni Hezekia. Akamkumbusha Bwana alivyoenenda katika njia za Bwana. Bwana akamsikia, akaenda akaongea na Isaya tena, akamwambia rudi kwa Hezekia mtumishi wangu, mwambie nimempa miaka 10 ya kuishi tena. Kilichomuinua sio maombi Hezekia, hapana. Hezekia alimkumbusha alichokifanya. Ndio maana muda mwingine mtu anakuambia twende kwenye mkesha, hujui siku hiyo tamwambia nini Bwana, kwa sababu maombi, kuna muda mwingine kuna vitu tunaviongea muda mwingine kwenye maombi vinagusa moyo wa Bwana na vinabaki kama ukumbusho. Yaani kwa mfano wewe mwenyewe hapa, kuna mtu alishakwambia kitu kikakuchekesha na kikakufurahisha sana na akawa rafiki yako. Mungu yuko hivyo. Ndio maana binadamu mtu anaambiwa kitu baby, hata kama anabichwa kama ili jumba anajisikia haleluya. Alivyo Mungu ndivyo tulivyo. Mungu ni Mungu wa sifa, anapenda asifiwe. Kwa hiyo inawezekana siku ulikuja kwenye mkesha ukatamka jambo ambalo Mungu limekaa ndani yake, limekaa kama kumbukumbu. Haujawahi kutumiwa message unarudia mara 2 I say. Na mbinguni ndio hivyo, kulingana na maombi ya watakatifu wanapokuwa wameyapangilia, Mungu anabaki nayo. Maombi yaliyosababisha unaviviwa na roho kwa ajili ya kuomba, Mungu anakumbuka. Sasa nisikilize, kuna muda mwingine tunaongea mambo mbele za Bwana ambazo Bwana anazikumbuka. Hizi tunamkumbusha Bwana. Na wewe leo hakikisha unapoenda mbele za Bwana, kaweke maombi yenye kumbukumbu. Toa sadaka yenye kumbukumbu. Fanya vitu vyenye kumbukumbu ili ukumkumbushe Bwana. Unaumwa, mkumbushe Bwana, ninyanyue kitandani nikakutumikie, nikafanye uinjilisti, nikapate fedha kwa ajili ya ufalme wako. Ninyanyue Bwana. Mtoto huyu ulionipa sio wa kwangu, huyu ni mali yako, atakutumikia. Nilikuahidi toka akiwa tumboni kwamba huyu ni mtumishi wako, mimi nilikukabidhi. Kumbuka Bwana kauli yangu ile, haijabadilika kuhusu huyu mtoto. Huyu sio wa kwangu, huyu ni wa kwako. Usikubali adui amguse. Mungu anakumbuka toka siku ile ya ujauzito, toka siku ya kwanza, maneno yako ya ushindi ya kumpa Mungu tukufu kwa kuhusu uzao wako. Anamnyanyua huyo mtu kwa sababu sio wa kwako, ni wa kwake. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana, twende kwa nidhamu kubwa, twende kwa tahadhari kubwa, kwa ajili ya kutunza kile ambacho tutakuja kumwambia Bwana kwamba hiki kimekuwa. Haleluya, haleluya. Labda niwaeleze kitu kimoja, historia moja. Hebu fungua kitabu cha Luka 7 mstari wa 2. Luka 7:2. Uone kuna mtu mmoja akida. Huyu akida alipata tatizo la emergency kwamba mtu anaumwa. Na yeye akajua mimi hata nikienda kwa Yesu hata nielewa. Akatuma watu. Karibu. Luka 7:2. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi, karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema. Unaona? Huyu akida anajua kabisa kwamba mimi Yesu hata nielewa. Lakini alijua Yesu atawaheshimu wazee wa baraza, atawaheshimu wazee wa Kiyahudi.
Kwa hiyo akawaita wazee wa Kiyahudi, akawaambia, nyinyi sikilizeni, nendeni mkamlete Yesu amwombee mgonjwa wangu. Wale wazee walimheshimu yule bwana kwa sababu kuna kitu alifanya kwenye ufalme wa Mungu. Sikiliza anavyomwambia Yesu. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Alitujengea nini? Sinagogi. Kwa hiyo yule bwana alijua, mimi nina stoku yangu sehemu, nina stoku, na wakuwatuma ni hao ambao siku najenga sinagogi walikuwepo kwenye wanasali humo, na Yesu mwenyewe anasali kwenye hilo sinagogi. Kwa hiyo akamwambia, sikilizeni, nendeni mkamwambie Yesu aje amponye mtu wangu. Yesu akagoma, wakamsihi sana, wakamwambia, sikiliza, anastahili huyu mtu kwa sababu huyu mtu analipenda taifa letu, na huyu mtu ametujengea sinagogi, hata huko nakoenda sasa hivi kuhubiri kajenga huyo. Haya, twende. Kwa hiyo Mungu anaangalia kile ulichokitunza ili jambo liweze kutokea kwa wakati. Horabo sante ki prada dia sofra. Naamini unapokea. Muda mwingine unaomba kwa muda mrefu, reke shadada shekete rudo, ai. Niko vitani, sauti haitoki. Niko vitani. Mwisho wa siku umechoka, unasema, Mungu, litakao kuwa na liwe safi tu, utajua, kwa sababu umechoka. Lakini kumbe wewe ungelijua kwamba kuna kitu nitakao likifanya au unaendelea kukifanya ili Mungu akukumbuke, ungemaliza biashara hiyo mapema. Haleluya. Haleluya. Siku moja kuna mtumishi mmoja wa Mungu ambaye namheshimu sana. Alikuwa anasafiri na ndege kwa sababu alihadithia akiwa madhabahuni. Akiwa angani kule, ndege kaanza watu wakaanza kukimbia, watu wakaanza wale watu wakamfuata kwa sababu alikuwa anaenda kwenye crusade. Kwa hiyo alikuwa na timu yake ya kanisani, ana mapastors, ana manabii, yeye kakaa pale. Wakamwambia, baba, omba, ndege inadondoka. Wamechanganyikiwa na wenyewe. Yeye katulia tu. Huyu aliyekuja kumwambia akamwambia, wewe una akili nzuri kweli? Wewe kuna siku uliota ndoto? Eti uliota ndoto kwamba tuko China, ninahubiri injili alafu umeshika mic, nina prophesy alafu umeshika mic unawekea watu mic, sasa tumefika China? Eti amna, sasa tunakufa, kaa chini. Akamwambia ache nini? Akae chini. Akamuuliza, wewe unailialia wewe si ndio uliniambia kwamba umeota ndoto kwamba mimi na wewe tuko sehemu fulani tunahubiri injili na wewe umeshika mic, mimi na prophesy, wewe umemshikia mtu mic nchini China, tumeshafika China, eti bado, sasa tutakufaja tujaenda China, una matatizo gani wewe? Kaa chini. Yule mtu akakaa chini na ndege katulia, akasema, kweli baba una Mungu. Wala hilo swali kutaka kuwa na Mungu ni kwa sababu anajua kile ambacho kinatokea, anajua ahadi za Mungu, anajua Mungu si mwongo, anajua amejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu kiasi kwamba Mungu hawezi kumdanganya kwa jambo lolote. Na wewe mwana Mungu unayenisikiliza leo, hakikisha unatengeneza mazingira ambayo ukikaa na Mungu unajua Mungu amekusikia. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alifiwa na wazazi wote wawili. Sasa kwenye kile kijiji alikuwa anasoma, mwalimu alimpenda, alikuwa na akili darasani. Kwa hiyo mwalimu mmoja akamchukua, akamwambia, kaa nyumbani kwangu. Kwa akawa anaishi kwa mwalimu. Kwa akakaa kwa mwalimu mpaka kamaliza la 7, akaondoka zake, akaja mjini Dar es Salaam kutafuta maisha. Wakapoteza na yule mwalimu kabisa. Siku ya siku anakutana na mtu aliyosoma naye, akamwambia, unamkumbuka mwalimu fulani? Anaumwa. Anaumwa nini? Mwaka kadhaa sasa hivi hawezi kutembea wala kukanyaga sehemu yoyote. Kweli? Yuko sehemu gani? Yuko sehemu fulani. Okay. Alikuwa anashakuwa ni mtumishi wa Mungu mkubwa hapa. Akawasha gari mpaka hicho kijiji kamkuta. Akamwambia, naomba sufuria la ubwabwa. Yule mama akampa sufuria. Akawa naomba kwa anapiga sufuria. Mungu kumbuka, kwa sababu huyu nabii alikuwa anaamka usiku aenda kuiba. Yaani anaenda kuiba ukoko. Yaani alikuwa anatabia utotoni kwamba ikifika usiku anatoka chumbani kwake anaiba ukoko, anakula kwenye ile masufuria. Kwa hiyo alitaka kumkumbusha Mungu akumbuke zile sufuria
yale maukoko ambaye mama huyu alimpikia na baba huyu alizitafuta. Aliomba siku ya kwanza, siku ya pili akanyanyuka naye akiwa mzima akaja Dar es Salaam. Anakumbusha ukoko. Bwana, kumbuka, huyu baba alitafuta ubwabwa, huyu mama alipika. Mimi niliiba ukoko, nikashiba, sikuwa na baba. Nilikula posho ya hawa wale ndugu zake wengine aliokuta pale. Umejua kuna watu kama sisi, kama kina Kennedy hapa, tumekula posho za watu sana. Hao nao umekula posho za watu afu unajisaulisha. Posho za watu, wewe umefika kwenye familia ya watu, mtu ana watoto wake 4, wewe sio mtoto wake. Unakula posho ambayo sio ya kwako. Unakula posho ya watu. Kumbuka fadhili hizo. Hiyo hela anayokupa kwenda shule angempa mwanae, angefanyia shughuli nyingine, kajinyima kwa upendo. Sharamande desi prahade dia hada. Kwa hiyo mwana wa Mungu unanisikiliza, kuanzia leo katengeneze mazingira. Akida alitengeneza mazingira na mtumwa wake akapona. Na anajua alicheka sana, na asidhani kama alijua kwamba amefanikiwa. Na wewe hii siri kuanzia leo, mazingira kwa ajili ya uzao wako. Tengeneza mazingira kwa ajili ya uzao wako. Tengeneza mazingira kwa ajili ya uzao wako. Watu wameshaumwa. Najua hata mpo ambao Mungu ulimwambia Mungu kumbuka 1 2 3 na Mungu akakumbuka. Sasa ukiboresha itakuwaje? Yesu yupo. Yesu yupo. Nilipookoka nikawa naenda kanisani Mwenge. Niko kwenye daladala, nikasema hivi kweli mimi nipande daladala naenda kwa Yesu? Nina akili nzuri kweli? Mbona mambo sio mazuri? Ndani ya wiki chache, miezi michache, nikanunua kipikipiki kidogo vile pikipiki vile speed 50 vile. Nikawa natoka nacho uwanja wa ndege mpaka kanisani, nafunua pale naweka Bible yangu, ninamtukuza Mungu na kile kipikipiki changu. Siku moja kile kipikipiki sikaweje kateleza kanirusha kule. Nikakiangalia, nikaenda kwa kiuza si 200,000. Nikamwambia Mungu, mimi siwezi kutembea na pikipiki kama haka. Wiki hiyo haikupita, nikapata pikipiki kubwa, VTI zile za kulala zile Honda, kubwa za kisasa. Mwinda nauza Kariakoo. Nikampela siku hiyo, nikaja nayo nyumbani, nikamshukuru Mungu, pikipiki likubwa. Najisikia raha kweli kwenda nalo mjini. Haleluya. Nikaenda nacho. Siku moja kaka yangu mmoja anaitwa Gabriel, yuko Morogoro, anaoa Tabata. Nikaenda nayo kwenye harusi. Nimenyeshewa mvua toka Tabata mpaka nyumbani. Raha ya pikipiki na yote iliondoka. Nimeloa mwili mzima, simu nini. Nikaiangalia ile pikipiki nikasema yani mimi ni mtumishi wa Mungu, naloana kijinga hivi. Sitaki pikipiki kuanzia leo. Pikipiki sikutaki. Wiki ya kwanza, wiki ya pili nikanunua gari yangu ya kwanza. Kwa sababu nilimwambia Mungu, ukinipa hiki kuanzia pikipiki, haitaenda bichi kuzurura, itaenda kanisani. Pikipiki hii vijana wengi ukiwapa hiyo kubwa alionipa, wengi wanakimbilia huko, si wapi. Mimi haitakimbilia huko. Siku ya kwanza itaenda kupaki pale kwa Bwana. Ni kanisani kazini. Na haitafanya mambo ya kishenzi. Mungu akanijibu. The same nikapata gari. Kwa sababu nilikuwa namkumbusha Bwana, na akili yangu yote sikuyahamisha kwamba niipeleke kwenye mambo ya dunia. Mafanikio na utajiri ni wewe tu umeamua kwamba mimi niwe maskini au mimi niwe tajiri, niishi hivi au nisiishi hivi. Kwa mazingira unayofundishwa hivi, ni rahisi kuchukua vitu na kwenda kuifanyia kazi na kitu kikatokea.
Oh, raka sapradia sobradia hadadia sova. Yesu anawapenda. Yesu anawapenda. Kaombeni emergency case. Kamkumbusheni Bwana mliyofanya. Kumbuka jinsi ambavyo umeacha kitanda chako na kuja kwenye mikesha. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana. Unapomtolea Mungu, mkumbushe Bwana. Sasa huwezi kumkumbusha Bwana kama wewe fungu la 10 yenyewe unatoa robo. Kwa sababu kuna haya ya macho. Haleluya. Kila kitu robo robo. Huwezi kwa sababu unaona wewe mwenyewe unaona aibu, Kwa hiyo unabaki tu kwenye maombi yako ya zamani. Yesu, nilinde. Ulinde mguu na uma. Mkumbushe Bwana. Haleluya. Mkumbushe Bwana kwamba mimi nimeacha uhalifu sasa. Hao ndio anza toba kwanza. Naacha uhalifu afu ndio uendelee kwenye mambo mengine. Haleluya. Sasa somo sasa ndio limeanza. Hili la sasa hivi. Kwa nini watu wengine wanaomba kama anajisemesha mwenyewe tu? Pepo alitoki, ugonjwa uponi, tatizo aliondoki. Tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Kuna kitu maombi yanaitwa maombi ya kujiweka wakfu. Hapa ndio mwana wa Mungu nisikilize vizuri kwa sababu hapa ndio somo lilipokuwepo. Na hii mwana wa Mungu ukisikiliza kwa sababu ndio Roho wa Mungu amenituma nije nikuelekeze wewe ukawe na maombi ya kujiweka wakfu. Maombi ya kujiweka wakfu ndio itakusababisha umsikilize Mungu. Fungua kitabu cha Marko 14 mstari wa 36. Tumefika Marko 14:36. Akasema, Aba, Baba, yote yawezekana kwako. Uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Rudia tena. Akasema, Aba, Baba, yote yawezekana kwako. Uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Sikiliza anachosema. Baba, yote yanawezekana kwako. Yote, hakuna ambacho kiwezi. Yesu alikuwa anafundisha kitu. Lakini pamoja na kwamba unaweza yote, ila mapenzi yako ndio yatimilike kwenye maisha yangu. Hayo ni maombi ya kujiweka wakfu. Hayo ni maombi ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Kwamba pamoja na situation ninayoipitia, ila mimi sitaki kwamba mapenzi yangu mimi ndio yatimilike. Hapana, mapenzi yako ndio yatimilike wewe. Japokuwa wewe unaweza yote najua, lakini mimi sikupangii. Sikupangii nini kitokee, ila mimi niko tayari. Haya ni maombi ambayo watu wanaoyafanya siku zote la Mungu. Kwa sababu ni maombi ambayo Mungu anakuangalia kwa jicho la tofauti. Ni maombi unaenda kwa Mungu bila manunguniko pamoja na situation hizo zote unazokuwa nazo. Ni maombi ambayo mtu anapitia changamoto na maumivu makali, lakini pamoja na yote lakini bana ambia Mungu mimi Ndio maana Paul akasema mjumbe wa shetani alinichoma na mwiba. Nikamsii Bwana mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Bwana akasema neema yangu yatosha. Akasema nitafurahia udhaifu wangu. Ili neema ya Mungu iflow. Kwa hiyo maombi ya kujiweka wakfu ni maombi ya kutaka kusikiliza Mungu anataka nini kitokee kwenye maisha yako. Ni maombi ya watu wanaotaka kujua Mungu. Watu wanaotaka kusikia sauti ya Mungu. Watu wanaotaka kukaa karibu na Mungu. Ndio maombi yao. Wakati Mungu ananipa haya maombi akaniuliza, kwa sababu nilimuuliza Baba, mbona watu wanaomba wapo wapokei? Akaniuliza kwani wewe unaombaje? Yaani mimi naombaje?
Mimi maombi yangu ni mapenzi ya Mungu yatimilike kwenye maisha yangu. Mimi niko tayari kwa ajili ya Mungu. Ndio maombi yangu kila siku. Na maombi ya haya ninayosema mimi ya kujiweka wakfu ndio maombi yanayosababisha wewe uwe na mamlaka ya kimungu. Kwa sababu Mungu anakuona katika namna tofauti. Hebu fungua kitabu cha Mathayo. Hii hapo 25 mstari wa 13. Tumefika Mathayo 25 mstari wa 13. mstari wa 13. Basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Rudia tena. Basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Umejua watu wengi wanaposoma huu mstari wanajua saa atakapokuja Yesu twende naye mawinguni. Sikiliza. Watu waliojiweka wakfu ni wakati hawajui kwamba lini Mungu atakuja kuongea na wao kuhusu kesho yao. Umejua watu waliojiweka wakfu wapo, yani wanatamani kumsikiliza Mungu kuliko hata majibu. Watu ambao hawataki kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, wenyewe wanataka matokeo bila majibu. Yani ombeni bila ombeni kwa sababu hamjui saa. Si niiwekeje, lakini naiweka hivi. Unapokuwa mtu wa maombi kila wakati, unamsogelea Mungu kila wakati, mapenzi yako yatimilike kila wakati, Mungu anapotaka kukupa kitu lazima akuonyeshe. Na akisha kuonyesha anakuandalia mazingira ya wewe kuwa mtu fulani. Kwa hiyo mtu anayejiweka wakfu ni mtu anayetaka kusikia sauti ya Mungu kuhusu maisha yake. Mapenzi ya Mungu yatimilike. Mapenzi ya Mungu yatimilike kwako. Lazima tuelewane leo hapa. Kila mmoja akaombe mapenzi ya Mungu yatimilike. Haleluya. Mapenzi ya Mungu yanapotimilika kwenye maisha yako ni kwamba umekubali kumsikiliza Mungu ili jambo litokee. Umejua Mungu akasema kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake, msitoke Yerusalemu. Msitoke wapi? Msitoke Yerusalemu, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1:4 pale. Msitoke. Kwa nini msitoke? Kwa nini hakuwapa hiyo neema moja kwa moja? Anawaambia nendeni kwanza. Hebu fungua Matendo ya Mitume 1:4. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4. Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Haleluya. Yesu anawaambia sikilizeni, hamwezi kufanya jambo lolote mpaka mkae. Nendeni mkangoje. Kungoja nini? Mapenzi yangu muyasubirie. Muyasubirie mapenzi yangu niwaelekeze. Kwa hiyo nyinyi msiwe na maombi yoyote, nisubirini mimi. Ndio mapenzi. Bwana Yesu, mapenzi yako yatimilike. Ndio maana mtu mwingine anasema kwamba nimechoka kuomba. Hata Mungu afanye, kwa sababu una maombi aina moja tu. Ukifika Yesu, malalamiko yote umeyakunja, manunguniko, matatizo yote umeyakusanya, alafu mwisho wa siku umechoka. Lakini yule ambaye mapenzi ya Mungu yatimilike siku zote hachoki, kwa sababu akitembea anaomba, akikaa anaomba, akifanya jambo lote anaomba, akifanya nini anaomba. Ndio ile Mungu akasema ombeni kwa zaburi, kwa kunena kwa lugha, kwa kufurahi. Yaani moyo wake muda wote uko kwenye ibada, ni fujo tu. Kwa hiyo Mungu ni rahisi kuwasiliana naye na kumpa majibu sahihi. Si kama mnanielewa.
Umejua mapenzi ya Mungu yatimilike ni maombi yasiyokuwa na fujo. Akikaa, Bwana Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, asante kwa ajili ya jambo. Kila chochote anachokiona mbele yake anamshukuru Mungu, anamshukuru Mungu, anamshukuru Mungu, anamshukuru Mungu. Mwisho wa siku sasa ndio hawa wakiota ndoto wanajua maana yake, kwa sababu Mungu anaongea nao, wanaijua lugha ya Mungu. Hivyo ukienda kuomba rikoshata reboda yeregere ride, maombi haya ni muhimu, nitawafundisha umuhimu wake baadaye. Lakini mtu anaenda mapenzi ya Mungu, maombi haya mara nyingi anayo mara chache sana. Lakini mara nyingi ni maombi ya kwenda kwa Bwana kwa utaratibu, kwa sauti ya kutaka kujua Mungu anataka nini, Mungu anataka nini, Mungu anataka nini. Ukiomba rekepa shaketepa haya ni maombi ya kukataa. Unakataa nini? Kile ambacho umekiona sio sahihi kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, ndio unakataa kisitokee. Na baada ya kukikataa, mjanielewa bado? Na uwezi kukataa ukawa na nguvu ya kukataa jambo kama wewe sio mtu wa mapenzi ya Mungu. Ndio maana unakataa jambo na linatokea. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umekataa, lakini wewe sio mtu wa mapenzi ya Mungu, au kai kwenye presence ya Mungu. Kwa hiyo Yesu anasema, ukisoma kitabu cha Luka 10 mstari wa 19, nimewapa mamlaka ya kukanyaga chochote na nini na nini na nini. Sasa ile mamlaka unapewa kwa sababu wewe mapenzi ya Mungu yatimilika kwako, unaijua nguvu ya Mungu, unaijua presence ya Mungu. Kwa hiyo unashughulika na shetani baada ya kupewa maelekezo. Una maelekezo gani ya kupambana na shetani? Una. Na anayetoa maelekezo ni Mungu mwenyewe, kupitia maono, kupitia ndoto, kupitia watumishi wake. Lakini unapoomba, Bwana Yesu mapenzi yako yatimilike, sema na mimi, ongea na mimi, hata hili sitaogopa, sitatetereka, sitababaika, kwa sababu uko na mimi. Hata iweje, hata iweje, hata iweje, Mungu pale pana kuonyesha hili jambo litatokea hivi, litatokea hivi na hivi na hivi. Kataa mpango wa shetani. Anaamka kwenye ndoto, anaamka anakataa. Mshukuru Mungu, anamshukuru Mungu. Wana wa Mungu, naamini kuna kitu umekipokea. Mimi ukiniuliza maombi yangu ni yapi, kunikuta nakataa ni mara chache sana. Maombi yangu yote nitaimba zaburi, nitamshukuru Mungu. Hayo ndio maombi yangu. Kwa sababu ukishajua mapenzi ya Mungu, utajua mapenzi ya Mungu kwako maskini sio, magonjwa sio, aibu sio, na jambo lote sio. Kwa hiyo utamshukuru Mungu. Kwa hiyo likitaka kutokea jambo lolote, Mungu ataongea na wewe tu. Haleluya, haleluya. Hebu fungua Matendo ya Mitume hiyo, nenda moja pale mstari wa 8. Matendo ya Mitume 8:1 mstari wa 8. Karibu. Matendo ya Mitume 1:8. Moja. Mstari wa 8. Mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu anawaambia kwamba nyinyi hamwezi kufanya kazi yangu bila Roho Mtakatifu. Hamwezi. Lakini atakapokuwaijieni Roho Mtakatifu ndio mtakapopata nguvu. Na wewe hapa duniani hautaweza kufanya jambo lolote unalotaka kulifanya bila uwezo wa Roho Mtakatifu. Utaweza. Na utaipataje? Kwa kukubali mapenzi ya Mungu yatimilike kwako ili upokee hii nguvu. Na lazima isubiriwe. Ndio maana Yesu akamwambia nendeni mkakaa Yerusalemu. Hawajakaa siku 2 wale. Hawajakaa mwezi mmoja wale. Walikaa muda kwenye kumshukuru Mungu na kumtukuza Bwana. Sasa hiyo
Nasikiliza, dunia hii ina changamoto. Watu wengi wanapokuwa wameokoka, wakipitia situation kidogo tu, sasa hapana, sio hivyo. Ruhusu upate nguvu ya Mungu. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Marko 16:16 inasema, aaminiaye na kubatizwa atafanyaje? Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Ishara hizi. Sasa jiulize, wewe umeokoka, hizo ishara unazo? Kwa jina langu atatoa pepo. Pepo likilipuka tu nakimbia. Ndio unaweza kashangaa nyumba ya jirani pepo imelipuka. Pale kwa Mama Kajuna. Mama Kajuna yule kaokoka yule. Ngoja tumpelekee. Unasikia Mama Kajuna unasikia wasema si mama huyu kaokoka. Toka siku ya pili hajaamko. Unaambia watu, waambieni sipo. Kwa sababu ila Mama Kajuna naweza, huo ni mfano tu. Haleluya. Hiyo ni hofu ishakuingia kwamba hivi akilipuka hapa watu watanionaje kwanza? Akinipiga mbele za watu haka. Lakini kama ni mtu kwenye presence ya Mungu, unajua wao, leo ni waonyeshe watu kwamba mimi na Mungu. Kabla ya sijawa pastor nilipitia changamoto kama ya kwako. Kuna siku niko na jamaa mmoja Ukonga pale. Tupo anahubiri injili, mimi nimetulia. Ndio kama na wiki mimi ni mchungaji. Pepo likalipuka, baba mmoja. Kidogo nikimbia. Nyinyi mnasemaje? Mimi nikakaa pembeni, jamaa sisi akaambia, kwanza wewe una hela wewe. Mchungaji kwa ana hela. Nikupe milioni 50 alafu usinitoe. Pepo linamwambia limpe milioni 50 hapa asitoe. Alafu yule mchungaji kama alikuwa na hela nyingi mfukoni pale 3000. Yule jamaa akafikiria, akasema dharau hizo. Haleluya. Lakini pepo lilitupiga mkwara, muda kulitoa lilichukua muda. Mimi sikuongea chochote. Tena kaniambia wewe kama wewe ndio naweza nikakurarua mara moja. Kumbe anitisha mimi mwenyewe. Yule jamaa alipambana na pepo masaa mawili, akamtoa yule pepo. Ile familia ikatupa na uji. Tulipewa uji, tunywe, tukanywa uji. Nikamwambia panda kwenye gari tuondoke, kwa sababu nilikuwa na gari. Mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Ni kwa sababu nilikuwa sijui chochote. Ndio Mungu akanionyesha kwamba jifunze kuomba. Ndio maana unaweza kashangaa ukakaa na mimi, ukakaa pale nyumbani kwangu usisikie sauti yangu siku nzima. Yaani siku nzima hujasikia sauti yangu nyumbani. Lakini naomba. Lakini sauti yangu hujasikia. Lakini niko nyumbani, sauti yangu hujasikia. Kwa sababu kunafanya fujo ili Mungu aongee na mimi, anielekeze. Mimi sitaki vitu kwa kubahatisha. Na kubahatisha lazima uelekezwe, uambiwe fanya hivi. Usipoambiwa utafanya vitu kwa mazoea. Na hiyo inakuja kwa miliki. Mapenzi yako yatimilike. Na chochote ambacho kinatoka kwenye maisha yangu nakifurahia kwa sababu Mungu anakijua. Nakifurahia kwa sababu Mungu anakijua. Nakifurahia Mungu ndiye anakijua. Kwa hiyo haijalishi ni situation gani unaipitia, ni nini unachokitaka. Hebu acha kuomba hicho sasa hivi. Mwambie Mungu, mapenzi yako yatimilike kwenye maisha yangu. Haleluya. Mapenzi yako yafanyaje? Unataka nini? Mapenzi ya Bwana yatimilike. Naamini kuna kitu umepokea. Lakini usiseme mapenzi ya Mungu yatimilike siku moja. Kwa sababu tahadhari inayoitoa kwenye maombi ni watu wengi wanafikiria maombi ni kama Tigo Pesa au M-Pesa. Ukituma tu pesa inakuja, salio lako uliotuma kwa ndugu Kabufu limefika, limbaki. Unaomba hakuna kinachotokea. Unaomba hakuna kinachotokea, ila wewe unapokea kwa imani kwamba Mungu yuko karibu na mimi. Mwisho wa siku haya mambo yanaanza kutokea katika ulimwengu wa kawaida na kuyaona.
lakini haitokei siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, hata mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Jinsi ambavyo unamsogelea Mungu, kwa sababu Mungu vitu vyake vyote vina thamani. Akitaka kukupa vitu vya thamani lazima angalie. Ndio maana anointing inaenda kwa watu. Kwa nini inaenda kwa watu? Mungu anairuhusu kwa watu ambao wako tayari kwa ajili ya hiyo anointing, kwa sababu ni kitu chenye thamani. Atakupitisha kushoto, atakupitisha kulia, atakupitisha magharibi, atakupitisha hapa. Akikuona umesimama anakupa portion kulingana na wakati huo. Akikuona umekazana tena anakupa portion nyingine, anakupa portion nyingine, anakupa portion nyingine, mpaka anointing overflow kwenye maisha yako. Mungu awabariki sana. Mapenzi ya Mungu yatimilike kwenye maisha yako. Ukamwone Mungu. Ukamwone Mungu. Ukamwone Mungu. Haleluya. Ukamwone Mungu. Jifunzeni kuomba kwa kunena kwa lugha. Jifunzeni kuomba kwa kumshukuru Mungu kwa kila namna, mtamfurahia Mungu. Piga makofi ya shangwe kwa Yesu Kristo.